Tume ya walimu TSC imewekwa kwenye darubini kuhusiana na madai ya utoaji wa barua za ajira kwa wanasiasa. Mbunge wa Nakuru West Samuel Arama ameituhumu serikali kwa kutumia barua za kuwaajiri walimu kama silaha ya kisiasa. Hii ni licha ya TSC kuwa na jukumu la kisheria la kuendesha shughuli za kuwaajiri walimu nchini. Na kama anavyotuarifu Brenda Wanga, Arama anadai kuwa maeneo bunge ambayo wawakilishi wao hawaegemei serikali yanabaguliwa kwenye utoaji wa barua za ajira za TSC. Kazi ya kuwaajiri walimu kikatiba ni jukumu la TSC, lakini mtindo wa sasa umefanya vigumu kutofautisha ni nani kati ya tume hiyo na wanasiasa ambaye anapaswa kuwaajiri walimu. Kisunzi hicho kimeibuliwa na kilio cha mbunge wa Nakuru West Samuel Arama ambaye anadai kuwa ametolewa mkono kwenye mkoba wa barua za walimu, japo alikuwa akipokea barua hizo alipokuwa akitetea serikali. Na wakitaka kupeana hiyo mabarua ya walimu wanapeana, wanawacha mimi, wanasema ati mimi I don't support them. Au mimi nashangaa ni support gani wanataka? I've been supporting the government of the day. Lalama za Arama zinaanika wazi mtindo ambao upo wa kuwapa wanasiasa nguvu za kuwaajiri walimu wanaotaka wao badala ya TSC kufanya kazi yake. Arama anafichua kuwa wanasiasa wenzake wameshapewa barua hizo. Wanapeana mabarua ya walimu. Hadi sasa unakuta mtu wako na 10 letters, mwingine alikuwa na 15. Alafu wanasema sisi serikali ni yetu, so tunapewa mabarua kutoka State House. Sio mara ya kwanza kwa TSC kutekwa na wanasiasa hadharani. Miaka miwili iliyopita, aliyekuwa waziri wa elimu Ezekiel Machogu alionekana mara kadhaa akisambaza barua za ajira katika mikutano ya kisiasa. Kipengee cha 237 cha katiba kinaratibu kuwa TSC ndiyo pekee yenye jukumu la kuwaajiri walimu waliosajiliwa, kuwatuma walimu kufanya kazi katika shule zozote za umma na kuwapandisha vyeo, kuwahamisha na kuwachukulia hatua za kinidhamu. Kulingana na TSC, mwalimu lazima awe Mkenya aliye na cheti cha P1 au stashahada na awe amesajiliwa kama mwalimu. Hata hivyo, imekuwa kawaida sasa kwa barua za TSC kutolewa kwenye mikutano ya kisiasa na kutumiwa kama chombo cha kampeni. Sasa tunasema ikifika 2027 hata sisi tutaweka serikali ile itakuwa hapo na sisi tupate hiyo mabarua. Because you cannot support our government. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.